Wananchi Young Africans leo wanasema wamekuja kuwashukuru mashabiki na wanachama wa klabu hii kongwe kabisa kuwahi kutokea Afrika Mashariki na Kati na hapa nyumbani Tanzania, ndio mabingwa mara nyingi zaidi. Ibrahim Samuel, habari za wakati huu? Salama kabisa. Mambo yanakwendaje? Ni zito sana ili mambo kama hebu libebe afu na mimi ili kilo zake zimeongezeka. Kilo zimeongezeka Unalisikiaje? Kweli bwana. Matidio yake laini. Nimebeba mwali. Na limekufanania vizuri. Limenifanania vizuri. Itakuwa una kadi mfukoni ya wanachama. Ya wanachama wa Young Africa. Itakuwa nayo mfukoni, mali imekupendeza. Inawezekana nikawa niko nayo. Inawezekana unayo. Au natakiwa niwe nayo. Hivi vitu vina Ibra, karibu sana bwana, na utuambie. Asante sana. Muda mrefu sana. Mara ya mwisho tumekaa karibu hivi ilikuwa Mpumalanga. Ilikuwa Mpumalanga. Alafu baadaye tukaenda Bloemfontein. Yes. Na ilikuwa ni mwaka wa mafanikio makubwa sana. Sahihi kabisa. Na pre-season inakaribia. Yes, alafu last season tukazindua tofali la ubingwa. Tulikuja hapa pia kushukuru wadhamini wetu. Kombe zito. Lina kilo za kutosha, lakini heshima yako unaniruhusu niliweke au niendelee? Unaweza kuliweka ila taratibu kwa sababu basi ngoja nikupe. Lina carpet laini kidogo, haitakiwi kuchubuka. Inabidi ukiliweka uhakikishe limekaa vizuri. Kwa heshima na taadhima zake. Karibu na Ibrahim, na utuambie, tunayo panel pale, namuona Priva yupo hapa. Priva, habari za asubuhi? Mwakani tena? Mwakani tena. Utaniuliza kama hivi. Mwakani tarehe kama leo. Unamaanisha nini? Mwakani tutakuletea makombe 7 hapa. Karibu sana bwana Ibra, tutambulishe wageni ambao umeambatana nao hapa studioni. Asubuhi ya leo kutoka Young Africans. Ndio. Nimeambatana na digital manager wetu kutoka idara ya habari na mawasiliano, Priva Abiudi Shayo, lakini tunaye dada yetu pale Martha John. Ndio. Huyu anatoka idara yangu ya wanachama na masoko, na yeye ndio meneja mahusiano. Huyu ndio meneja mahusiano. Huyu kazi yake ndio kidogo ni ya muhimu sana. Ndio anasaidia kumanage mahusiano ya wadhamini wetu. Sawa. Lakini pia ya wanachama. Tuna daraja maalum la wanachama la juu kidogo ambalo linaitwa black cards, ambazo ni kama ni privilege members. Wale wanachama. Huyu ndo kazi yake, ana manage mahusiano kuhakikisha mambo yanakwenda barabara. Shughuli yake nzito. Shughuli yake nzito kidogo. Lakini pale mwisho tunaye aliyekuwa shabiki. Aliyekuwa shabiki ambaye kwa sasa sio shabiki tena. Kwa sasa sio shabiki, ni afisa kutoka idara ya matawi na wanachama. Anaitwa Frederick Kweka, lakini almaarufu Mwalimu Yanga. Ndio maana uione tofauti ya Young Africans. Alikuwa shabiki wa Yanga, sasa hizi ni afisa wa wanachama na matawi. Kutoka idara ya wanachama. Amekuwa kihudumu kwa muda wa miezi 8 mpaka 9. Tuko naye pale sasa hivi. Mwalimu, hongera sana bwana. Shukrani bwana. Naona umepanda nafasi ya juu sasa hivi. Wakati umefika kwa ajili ya kuwatumikia wanachama wenzetu pamoja na mashabiki. Na kazi inaanza rasmi. Naona tabasamu tahanusi limesawili kwenye wajihi wa sura yako. Hilo limechagizwa na kitu gani? Hiyo imechagizwa na jambo mawili. Kwanza, kupewa imani katika umri mdogo. Na jambo la pili, kwenda kutekeleza ile imani ambayo nimepewa na klabu ya Yanga. Kumbe mdogo sana. Mwalimu, nafasi ambayo umepewa ni kubwa sana. Lakini mwenyewe unasema umepewa imani na viongozi wa Young Africans, lakini pia wametambua thamani, uwezo wako na mchango wako. Umeipokea kwa furaha ya kiasi gani? Nimepokea kwa furaha kubwa, kwa sababu ni klabu ambayo naipenda kutoka moyoni. Unajua, unapofanya kazi katika sehemu ambayo moyo wako unahitaji, ni lazima ufurahi zaidi. Lakini kubwa zaidi ni lazima watu ambao wamenipa imani nikaoneshe vile vipawa ambavyo Mungu alinibariki nikavitende. Na kazi imeanza rasmi. Kuanzia mwezi huu tarehe 19 tuna ziara ya Mbeya. Kuna Mbeya, kuna Morogoro tarehe 14, na tarehe 19 kuna Mwanza pamoja na Geita. Basi usiamalize maneno. Ngoja turejeshe kiti hapa kwa Ibrahim Samuel, yeye atuambie sasa tunapoanzia ni wapi, na taarifa nilionao ni kwamba leo mmekuja kuwashukuru mashabiki na wanachama wa klabu ya Young Africans. Karibu na utuambie. Kwanza kabisa sio tu mashabiki na wanachama. Tuko hapa Azam leo kama sehemu ya kurudisha shukrani kwa partner wetu. Azam ni partner wetu Young Africans kwa upande wa maudhui, ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana ndani ya klabu yetu kwenye maendeleo ya klabu yetu. Ni contractual obligations ambayo sisi kama Young Africans katika dhana ya kumanage mahusiano na utawala bora,
Azam ametusupport kufikia malengo ambayo tulikuwa tunatarajia kuyafikia. Na sisi kama kwa uungwana ni lazima turudi tumuonyeshe ulichotusupport nacho ndicho hiki. Kwa hiyo tuko hapa kwenye contractual obligation katika kurudisha na kumanage mahusiano yetu na Azam Media Group. Bwana, kwa niaba sisi tunasema karibuni sana, na hapa ni nyumbani. Aghlabu mmekuwa mnakuja mara nyingi sana, na nitumie nafasi hii kupitia sisi kipindi cha Viwanjani tunawapongeza sana kwa kufikia matarajio na mafanikio ambayo mlikuwa mmejiwekea kama Young Africans. Ndio. Na huo ndo uungwana. Karibu sana. Lakini pamoja na kuja kuwaona, tutakuwa na mambo kadha wa kadha. Na mmetuletea na mwali, naona huyu bado mpya huyu. Sio mwali. Wali wote wapo. Kwa hiyo tutawaambia msimu wetu mlipoanza kutusupport kama Azam. Tulianza na mchezo wa ngao ya jamii. Ndio, nakumbuka. Na tulifanikiwa kuwa washindi. Ndio. Naiona iko hapa. Naiona ngao. Tulikwenda kushiriki michuano Rwanda pale. Ndio. Kupitia pia support yenu na kutupa nguvu tuliweza kushinda kikombe kile. Kipi pale kati ya vile cha juu kilichokaa hapa juu? Kile cha juu. Yes, tulikwenda Rwanda, lakini kwa ruhusa ngoja niende nikichukue. Ili watazamaji na wakione. Maana mwalimu hapa kama amekingangania sana. Ngoja nikichukue hapa afu. Hiki ndo cha Rwanda kumbe hiki. Yes. Bwana 2025 bwana, hii hapa kwenye kamera yangu pale, hii ya Rwanda hii sio nzito sana. Hii sio nzito sana. Sawa, tuendelee. Ilikuwa ndio hapo utakuja kujua tofauti ya champion na winner. Hii ilikuwa ni kama kwa winner hii. Tumelichika champion ilivyokuwa zito. Kombe la winner lazima liwe zito kidogo, lina heshima yake, unalitolea jasho kidogo. Pale mwisho tukaenda kucheza michuano. Kombe la winner linakuwa jepesi kidogo, la champion ndio linakuwa. Utalisikia uzito wake, usipate tabu. Pale mwisho tuna kombe linaitwa Mapinduzi. Tulicheza michuano ya Mapinduzi na Azam ilikuwa bado mkitusupport. Ndio. Tukahakikisha tunalipata liko pale. Anaweza akalizoom pale director wetu Salim, alafu watu wakawa. Lakini kwa upekee nitaomba nitoe story ambayo itahusiana na makombe 5 likiwemo hili. Ndio. Championship consecutive 5 years. Inaitwa kama ni aina ya gari, wale wanaotumia aina ya magari ya European inaitwa X5, inakuwa ni BMW, baba mama na watoto ndi haya makombe. Sasa kwa Afrika tangu miaka ya 81 Young Africans imeingia kwenye historia ya kipekee. Klabu ambayo imechukua makombe mara nyingi mfululizo. Ndio. Iko National Ahli imeweza kuchukua mara 9 na mara 7. Ndio. Mamelodi ameweza kufanya hivyo, alichukua mara 8. Amefuata ASEC Mimosa ameweza kuchukua mara 7 na mara 6. Ya Abidjan pale. Akafuata Etoile du Sahel ya Tunis. Amechukua mara 6. Amechukua mara 7 pia. Samani. Amefuata Raja Casablanca ya Morocco amechukua mara 6. Ndio. Mfululizo. Alafu amefuata St George ya Ethiopia amechukua mara 6. Sawa. Lakini tangu mwaka 81 ndio Young Africans pia ametimiza kuchukua mara 5. Lakini tulishowahi kufanya hivyo mwaka 68, 69, 70, 71 na 72. Sasa tunakuja kwenye kitu kinaitwa dynasty, utawala wa muda wote. Young Africans inakuwa kilabu namba 3 Afrika. Ndio. Ahli amechukua mara 9 na mara 7. ASEC amechukua mara 7 na mara 6. Ndio. Young Africans amechukua mara 5 na mara 5. Hii ni kitaalamu inaitwa dynasty. Hiyo kitaalamu zaidi utaalamu wa muda wote. Hakuna klabu yoyote zaidi ya hizi 3 Afrika ambayo imeweza kufanya kwa dynasty, kwa utawala wa muda wote, kwa kuchukua mara nyingi zaidi. Sasa hiyo kitaalamu sisi kwenye Kiswahili huku tunasema kutamalaki. Manake ni kutawala. Alafu kutamakani manake ni kupiga kambi. Sasa Young Africa ukiachana neno dynasty, wao wamepiga kambi kwenye kuchukua haya makombe. Na ndio maana tunakuhakikishia kwamba mwakani tena. Hiyo sina hakika sana. Hiyo sina hakika sana. Tunaambia mwakani tena. Bwana, kwa tumsikie Priva kidogo naye. Priva, habari za siku nyingi? Wewe wasiwasi wako nini? Mimi sina wasiwasi. Sasa sisi tumeshakwambia mwakani tena. Na mimi nitakwambia kwa nini mwakani tena. Wanasemaga kuna class na form. Ndio. Alivyozungumzia dynasty kwa maana utawala, anamaanisha ni klabu ambayo imekuwa kileleni kwenye mataji kwa nyakati 2 tofauti. Okay. Ambazo amekutajia hizo timu 3. Kwamba hakuna klabu nyingine ambayo imechukua mara 5 alafu ikaja ikachukua tena mara 5. Ni hao vigogo wawili, ASEC pamoja na Al Ahly. Kwa nini? Ni kwa sababu ukiangalia records zetu za over 5 years, tuseme over 8 years, tumekuwa na uwezekano wa kushinda alama 70 kwa msimu. Ndio. Hakuna klabu Tanzania
imewahi kupata alama 70 ndani ya misimu 8. Alafu vile vile tumeweka rekodi kwa sababu huwa tunaamini kwamba ili upate mafanikio Hassan, ni lazima uwe na uwezo wa safu ya ulinzi imara. Kabisa. Young Africans tumeweka rekodi katika kipindi cha miaka 5, ndio timu ambayo imepoteza michezo michache zaidi. Hiyo sina shaka. Tumepoteza msimu huu mara moja. Ndio. Msimu uliopita mara 2, msimu wa nyuma yake mara 2. Misimu miwili ya mwanzo hatukupoteza kabisa. Unbeaten ya mechi 49. Hiyo ndo dynasty ambayo tunazungumzia. Maana yake ni nini? Ukirudi kwa huyu ambaye juzi nchi nzima ilijaa mate. Kwa huyu nani? Wewe unamjua, utamtaja. Usikapata najisi. Ukiangalia kwa kipindi cha miaka 5 kapoteza michezo 14. Hiyo ni dynasty ya kupoteza. Sasa kuna mtu mwenye dynasty ya kupoteza na mwenye dynasty ya kumanage. Lakini vile vile consistency ya timu yetu imekuwa ya muda mrefu. Tumefunga magoli 60 misimu 4 mfululizo. Hakuna mtu amefanya hivyo tena Tanzania. Na ndio maana leo hii tuna hii rekodi ya haya makombe. Yaani haya makombe huwezi kupata kama unafungwa ovyo. Huwezi kupata kama ushindi magoli mengi. Huwezi kupata kama huna consistency kwenye kikosi chako. Wewe turudi nakubaliana na wewe moja kwa moja, lakini kwa hakika mmekuwa mkishindana na kivuli chenu nyinyi wenyewe. Sahihi. Mafanikio yenu nyinyi wenyewe ndio mafanikio ambayo leo hii yamekuwa wakati fulani yakiwaumiza sana kichwa. Priva, pamoja na mafanikio makubwa ambayo mmeyapata pamoja na Ibrahim Samuel, lakini mnaamini kabisa kuna sehemu ambazo safari hii yale ambayo mliyafanya msimu uliopita yamekuwa tofauti na msimu huu. Mathalan kwenye kufunga magoli, msimu uliopita mlifunga magoli mengi zaidi 83. Safari hii mmefunga magoli kidogo mmeshuka. Manake ile rekodi ambayo mliweka mwaka jana imeshuka. Mwaka jana kwenye michezo ambayo mlipoteza kidogo hapo kuna tofauti sasa. Manake mwaka jana mlipoteza michezo miwili, lakini safari hii mmepoteza mchezo mmoja. Lakini kwingineko ukiangalia Young Africans kwa msimu wa mwaka jana, pointi ambazo mlizikusanya, ndio mlikusanya pointi nyingi zaidi, tofauti na pointi ambazo mmekusanya safari hii. Kwa nukta hiyo unaona nini kuelekea kwenye msimu ujao? Dirisha la usajili limefunguliwa na mshaanza kuacha baadhi ya wachezaji. Mmoja wapo ni pamoja na Prince Dube Mpumelelo, ambaye alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao kwa hakika mngetamani kuendelea kuwa naye, lakini sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wenu mkachagua kwa maslahi mapana ya Young Africans na maslahi mapana ya mchezaji mwenyewe, mkampa baraka zote. Lakini Dube amesema Yanga ni nyumbani na muda wote anaweza akarudi. Kwenye hiki ambacho tumekizungumza, walau kwa uchache, nini ambacho mnakiona kuelekea msimu ujao, Priva? Kwanza mimi leo wakati niko kwenye redio, katika statement ambayo nilitoa nilisema when you in comfort zone you won't grow. Yaani ukiwa katika mazingira tulivu huwezi kufanikiwa. Ndio. Maana yake unachohitaji wakati fulani ni challenge. Kwa wanaotukosoa huwa tunapokea yale maoni kwa sababu inatusaidia sisi kwenye kuboresha. Wanasemaga duniani katika vyumba ambavyo havijai ni vyumba vimeboreshwa. Kwa hiyo ukijiamini wewe, ukijikweza kwamba you are the best all the time, kuna muda utashuka. Na it's true, na hata rais wa Yanga alithibitisha kwamba miongoni mwa misimu ambayo kidogo ilikuwa tough ni pamoja na msimu uliopita, kwa maana msimu ambao umeisha. Kwa hiyo hiyo inatokea, ni kawaida, huwezi kuwa bora nyakati zote. Isipokuwa tu hupaswi kupoteza thamani yako. Yaani kuna wakati lazima ukubali kwamba ninapaswa kujifunza, ninapaswa kurekebisha na ninapaswa kuanza upya. Napaswa kubadilisha mbinu kwa sababu pia wapinzani wako na wenyewe wanatambua mbinu gani za kuweza kupambana na wewe. Na umeongelea ukweli, msimu huu miongoni mwa vitu ambavyo vilituletea changamoto ni pamoja na kupata sare michezo mingi. Hasa ambao tulicheza ugenini. Na kuna ile nasemaga kunguru kumnyea mwanadamu. Na baadhi ya nyakati humaanishi kama kunguru kamlenga, hapana. Ile imetokea, na kuna nyakati kama hizo pia zimetutokea. Haikuwa dhamira yetu, haikuwa standard yetu, na matokeo kama hayo kwenye football nakubali. Priva, najua wewe ni mzungumzaji mzuri sana, lakini leo sitaki kukupa mawanda mapana ya kusema. Maana tulisema makombe, so leo makombe. Ibra, wewe ndio mwenyekiti wetu sasa. Nilikuwa namchomekea tu Priva. Umesema tunaye Martha pia. Unaweza kumpa nafasi ya kusema chochote kabla ya kurudi kwako? Anaweza kusema. Karibu Martha, na utuambie. Asante. Kama nilivyotambulishwa, mimi ni meneja mahusiano wa masoko ndani ya klabu ya Yanga, na pia nina wahudumia wanachama wanaotambulika kama Black Card. Ni wanachama wa Yanga lakini wako ndani ya Black Card. Hiki ni kitengo ambacho, ama ni sehemu ambayo tunatoa huduma tofauti na wanachama
wa kawaida. Ni sehemu ambayo tunawapa nafasi ya VIP, tunawatreat katika namna ya tofauti. Ukiwa mwanachama wa Black Card kuna offers nyingi ambazo unazipata, na pia ni sehemu nzuri ya wewe kuweza kuexplore vitu vingi sana ndani ya klabu ya Yanga. Imagine ukiwa mwanachama wa Black Card ndani ya Yanga unaweza kupata offers kama kupata tiketi 10 bure msimu mzima. Unachagua ni mechi gani unatamani kuhudhuria. 10 bure. Sidhani kama kuna klabu yoyote ambayo inaweza kufanya hicho kitu. Hakuna. Wewe kama mwanachama wa Black Card tunakupa ofa ya kupata jezi za msimu mzima, jezi 6 bure. Yanga. Sema si dynasty utolewe. Tuendelee. Swali langu la msingi liko mbele hapo. Utanasa. Nadhani pia ukiwa kubwa zaidi ukiwa kama mwanachama wa Black Card. Najua wapo wengi wanaotumia huduma hizi za kibenki, zinatoa huduma za kutumia VIP lounge katika viwanja vya ndege vya kimataifa bure, lakini sisi pia tumewapa nafasi ya kipekee zaidi wanachama wa Black Card. Unapewa huduma tofauti na zile ambazo wanapewa watu wengine pale. Martha, usimalize maneno. Swali ambalo mtazamaji nyumbani anajiuliza kwa sasa, anawezaje kuwa mwanachama wa hiyo Black Card? Ni namna gani, vigezo vipi ambavyo vinampa mtu thamani, hadhi, nafasi ya kuwa kwenye hiyo Black Card? Hilo nijibu Ibra au anaendelea afisa uhusiano? Na nilitaka nikueleze kwa upana kidogo. Basi tutarudi kwako Martha. Ngoja kwanza azungumze kwa alichokuwa anakielekeza Martha hapa. Ndio. Hii ndio dhana halisi ya utawala wa mhandisi Hersi Saidi ndani ya miaka 4. Na ndipo mafanikio yanakwenda. Mafanikio kabla ya kwenda kuzungumzia kuona tayari uwanja umeanza. Hapa ndio mafanikio tunatakiwa tuanze kuyapima. Ndio. Young Africans tumeshajenga daraja letu. Kabisa. Kutoka idara ya wanachama. Sisi kwetu sio issue ya kadi. Uwezo ukasikia mwanachama wa Yanga analalamika kuhusu kadi. Tumeshahama. Sisi tumehamia kwenye eneo la pili linaitwa value added services. Na kuwekea madaraja ya wanachama wetu. And this season tunakuja kuongeza vitu bora zaidi. Kwa hiyo kwetu sio story ya awareness, kwetu sio story ya kuweka strategy ya value. Tunataka sasa tayari tunao mtaji wa wanachama. Ndio. Kwenye database yetu. Tunawezaje kuwatengeneza wakawa na faida, tukawa commercialize na klabu ikapata kipato kupitia washirika na partners mbalimbali. Lakini tunawatengenezeaje services na wao wakaziona ziko valuable na wao wakaona thamani yake na kuweza kujoin hizo services. Maana hiyo sasa ni win-win situation. Yule anapata na hiyo ni daraja lingine ambayo Young Africans zimeweka ndani ya hii miaka 4. Na ukienda mbali zaidi kwenye hilo eneo. Najua mbele utakuja kuniambia na huo ni yanafanyika hayo Ibrahim Samuel nikiwa hapa. Najua yani wewe mtekelezaji kisha kwanza kupiga mluzi, mwisho siku naimba. Mimi ni mtekelezaji wa maono na kuhakikisha anakuwa implemented. Sawa. Sisi ni watendaji. Ndio. Chini ya mtendaji mkuu CEO wetu Andre Mtine. Lakini ukienda into details, hakuna klabu Afrika Mashariki, Kati wala Kusini, zote utazisikia tunataka kadi za wanachama, watataja tarehe ya kutoa, watataja mifumo. Brother, mfumo na system sio bla bla. Sisi huko tushahama. Sisi tuko kwenye value. Twende kwenye vile vigezo sasa. Au hii atajibu mwenyewe afisa mahusiano ili mtu uweze kuingia kwenye hiyo Black Card. Hilo atalijibu. Mimi nilikuwa nataka kuonyesha tofauti na nitakuja kukupa tofauti ya pili kwenye idara ya wanachama na ya tatu. Nazo kama 3. Ukiacha kwenye Black Card kama unaniruhusu ni kuongeze nyingine. Ngoja kwanza mwalimu hajasema. Martha tujibu kwanza lile swali la msingi sana alafu tuende kwa mwalimu akiwa anajiandaa. Sawa. Ukiwa mwanachama wa Yanga ni kwa shilingi milioni 1 tu ya Kitanzania, milioni 1 ya Kitanzania unaweza kujiunga kuwa mwanachama wa Black Card. Na ndani ya hiyo pesa ya shilingi milioni 1 ndio unapata hizo package ambazo nimezisema. Ni baadhi tu ya hizo package ambazo ziko humo ndani. Na hii milioni 1 unaitoa kila baada ya muda gani? Ni kwa msimu mzima. Msimu unapogeuka ndipo unalipa tena, na renew kadi yako na kuwa mwanachama tena wa Black Card. Kumbe ni rahisi kiasi hicho? Ni rahisi sana. Nikwambia tumeshahama. Kwa mtu kama Priva mwenye ukwasi wa kifedha, huku ni kutapanya fedha tu. Mwalimu bwana, muda wako sasa umefika. Naomba na mwalimu naye aseme. Sawa. Mwalimu niruhusu nikuche jina ile tu la mwalimu. Ingawaje sasa nafasi yako ile usisahau kutaja afisa matawi. Maana wengi wakimuona watajua shabiki. Tena mwandamizi. Bwana afisa matawi wa Young Africans, afisa muandamizi. Sahihi. Wa matawi. Mwalimu karibu sana bwana, na utuambie umepewa nafasi nzito mno. Alafu nitakuja nikuulize pia afisa matawi mmevaa jezi hapo za ubingwa, lakini Ibrahim Samuel yeye hajavaa. Ili afisa unaweza ukanijibia wewe.
Karibu na tuendelee. Kwanza napongeza Azam kwa kazi kubwa ambayo mnafanya. Lakini ya pili ndio nazungumzia vitu vitatu. Mimi nadili wanachama, lakini sana ndugu zangu ambao wako nje ya nchi, diaspora. Matawi ya Japan. Tuna matawi yako kwa mfano Marekani tuna matawi yako 5. Kuna tawi New York branch Marekani, kuna USA, kuna Toronto, kuna Atlanta. Haya ni matawi ambayo yako nje ya nchi. Kuna Guangzhou China, kuna Zambia, kuna Msumbiji. Overall kwa sisi ni klabu kwa duniani tuko wawili tu ambao tuna matawi mengi duniani. Sisi na Real Madrid. Tarudi kwako. Nakumbuka pia Durban mlikuwa mlienda kufungua tawi. Usiseme Durban, sema Afrika ya Kusini. Kwa sababu wako wengi, ukitaja Durban kidogo utanichonganisha na wanachama. Na amesema Zambia, lakini nikashangaa South Africa ama Afrika ya Kusini haijatajwa. Jamani, nakumbuka mara ya mwisho kwenda Durban hapa. Tulienda Durban na kufungua tawi pale. Na liko tawi hai na mkutano mkuu anakuja. Tuendelee bwana. Sasa nilikuwa nakupa huo mfano. Kwa sisi na Real Madrid ndo club pekee duniani tuna matawi mengi kuliko klabu nyingine yoyote. Mwalimu, hilo neno tunalibold. Tafadhali hebu rudia. Yes, nakwambia ni duniani. Sisi na Real Madrid ndo timu ambazo ina matawi mengi. National pamoja na kubwa wao wale hawana matawi mengi kuliko sisi. Kwa sababu National wana matawi mawili tu. Kwa maana wanaizungumza Al Ahly. National, yes, wana matawi Cairo na tawi Alexander peke yake. Yaani unaweza kusema ni timu kubwa lakini sio kubwa kwa klabu ya Yanga. Sisi tunazungumza overall dunia nzima tuna matawi. Ukienda sehemu yoyote unaweza kupata kuwa mwanachama klabu hii. Lakini kubwa zaidi umeshika hilo kombe. Hiyo tumechukua Lion Sport. Tulichukua tarehe 16 hiyo. Tarehe 16 mwezi wa 8. Rwanda hii Yes, goli 3. Boyeli anafunga Pakome, anafunga na Mwamnyeto. Kwa maana yake pale Rwanda tuna tawi ambao watakuja katika mkutano mkuu tarehe 2 mwezi wa 8. Kwa hiyo maana yake ni faida ya kuwa na wanachama. Sasa kwa kiujumla tutakuzungumza tuna wanachama ambao tunaenda kuwasajili. Hilo ndio jambo kubwa zaidi. Msimu wetu wa kifedha ni kama serikali. Inapofika tarehe 1 mwezi wa 7 wanachama wote duniani wanapaswa kuanza kulipa ada zao za wanachama kwa sababu ndio msimu mpya ambao umeanza. Msimu wa 2026 na 27 umeshaanza rasmi. Kwa mwanachama yote ambaye mwakani anatamani makombe haya ambayo tumeyachukua tuchukue zaidi, ni anapaswa kulipa ada yake wanachama shilingi 24. Na mtu ambaye ni mpya zaidi ambaye anaanza afisa bado unaomba eleze, lakini tutarudi tena kuna namna lazima nitake, kuna neno mnaletaje sana kuhusu mafanikio ya uongozi, tunataka tuwaonyeshe. Hii ni mifano michache hivi, tuna dakika 5 na bahati mbaya zaidi nimekuletea tumekuja na ugeni wa watu 10, umeomba watatu. Tumalizie pale sasa kwa kuzungumza kwa manake hayo ni wanachama ambao mwanachama mpya ambaye atakuanza ni shilingi 29 kwa daraja la chini, ambao ni 5,000 ni kadi, 24 ni ada wanachama ambao kwa msimu mzima zaidi. Hiyo Ngao ya Jamii nao tulichukua tarehe 16 hiyo. Tarehe hazikupotei ndugu yangu. Tarehe 16 mwezi wa 9, ndio maana mwalimu. Mwalimu lazima yuko kumbukumbu hizo. Hiyo tarehe 16 mwezi wa 9 tulichukua ile kombe. Na hili tulichukua tarehe 13 Januari. Hii tumpige ndugu yako kwa Mapinduzi. Yes. Mimi nilikuwepo pale uwanjani kaka. Kwa tafsiri yake maana yake nini? Haya makombe yote ambayo tumeyachukua msimu huu kwa wanachama wetu wana mchango mkubwa zaidi kwa sababu walipa ada zao za wanachama. Kwa sisi kama klabu, kama taasisi tunawakumbusha wanachama wetu ni muda mwafaka sasa tushaanza msimu rasmi, ni lazima tulipe ada za wanachama mwakani iwe tena. Kwa hiyo kumbe muda wa kulipa ada za wanachama sasa umefika. Sio sasa. Tayari umeshaanza. Mwaka wa fedha wa Young Africans ni tarehe 1 Julai mpaka 30 Juni. Na ambalo hilo eneo la awareness tayari tumeshalimaliza. Narudi bado nataka nikuelekeze kitu. Na hii lakini Ibra, wakati unanielekeza naiba muda wa Rukaiya hapa mtozi wangu Mbugiti. Na kwa heshima ya wananchi Young Africans nimeziba dakika 5. Maana tuna taarifa za World Cup pia. Kwa ndani ya dakika 5 hakikisha sisi kama management kupitia idara ya wanachama tunakuwa na strategy zetu za season. Ndio. Na zote zimekuwa zikifanyikiwa from time to time. Ndio maana nilipokuja hapa ukusikia black card, ukumwona RM. Utasikia nimekupa mfano watu watabishania kadi huko, tunaanza hivi. Sisi huko sio sehemu yetu. Awareness pia. Sasa hivi sisi strategy zetu utaona timu tuna mipango ya muda mfupi na muda mrefu. Ya muda mfupi kwa mfano sasa hivi tunapoanza msimu mpya, ina maana tunafanya vitu vinaitwa tunaangalia geographical za mikoa yetu na wale wanachama wetu walipo ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo ukiangalia timu yangu
ya idara ya wanachama kuanzia next week. Sasa hivi ni mikoa ambayo inafanya mavuno ni Mbeya, Ruvuma, Songwe, utakwenda Mwanza kidogo pale mpaka Simiyu kuna Pamba. Kwa hiyo mikoa na Morogoro tunakwenda kuihudumia mwezi huu wa 7. Utaangalia strategy yetu sio tu kwenda kuwasajili wanachama. Tayari tuna mtaji, tunakwenda kuendeleza elimu na kuwakusanya pamoja, lakini tunakwenda kuwarasimisha rasmi na kuwarahisishia kuwasogezea huduma. Na hili kombe mnawapelekea? Yes, sasa unajua hii ni idara ya wanachama, mashabiki. Kwenye mashabiki kuna kitu tunaitwa fans engagement. Mwezi huu mkoa wa Ruvuma haujawahi kuona ile kombe. Ndio. Kwa hiyo tutakuwa tuna fans engagement kubwa siku ya tarehe 25 pale. Ruvuma inakwenda kuliona kombe kwa mara ya kwanza. Ndani ya mkoa wa Ruvuma, Songea. Hiyo ni eneo la fans engagement. Usichanganye kati ya wanachama, na hii ndio mafanikio unataka kuelekeza. Lazima watu wakubaliane na wafahamu. Klabu iliyofanikiwa, mfumo wetu wa mabadiliko ulikuwa ni mfumo sahihi. Leo tulikuwa tuna critical games za mwisho wa msimu 5. Lakini ndio muda uongozi wa Young Africans pasipo kujali na kuamini kwamba kile wanachokisimamia na walichokiwekeza kwenye operations za club, timu ilikuwa inacheza. Ndio. Uchaguzi mkuu katangazwa. Ndio. Matawi yakaendelea na uchaguzi. Umewahi kusikia kelele yoyote? Sijasikia popote. Sasa iambie klabu nyingine yoyote unaoifahamu wewe, icheze mechi, iitishe na uchaguzi. Itakuwa ni zaidi ya tarehe za kutaja kutoa kadi za wanachama. Hiyo ni moja. Kwa haya mafanikio ambayo watu wanayasema, lazima tuende kwenye details. Na nyinyi mjitahidi kuwa mnawahoji hivi vitu. Isiwe tu story, unajua kuna vitu vingi vya kimfumo viko nyuma. Hakuna mfumo ambao uko nyuma. Kwa tukitoka Ruvuma tunaelekea wapi? Tutaanza na Morogoro. Alafu tutakuwa Mwanza kwa sababu nina timu ya watu 5. Tuambie na tarehe sasa, maana watazamaji wanataka. Tarehe 13 Morogoro. Tutakuwa Mwanza. Na Mwanza specific strategy yetu tulianza season ya uliopita. Tuna vikundi vingi ambavyo vinatumia nembo ya Young Africans. Ndio. Lakini havijawa matawi rasmi. Tunakwenda kuvifikia. Tuna vikundi zaidi ya 23, maana yake tuna matawi mapya 23. Na hivi ni vikundi ambavyo ni vya kijamii, vinatumia nembo yetu. Hiyo ni tarehe 13. Tarehe 13 na mpaka tutavihudumia mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 9. Muda mrefu. Kwa sababu vinakuwa vina ratiba zao. Lakini tutakuwa tuna eneo la Mbeya mpaka Songwe na Katavi. Hawa wanakwenda kuhudumia mwezi huu. Ninazo timu za kutosha. Kwenye idara ya wanachama nina wasaidizi. Ninao maafisa wa matawi kwa ajili ya kumobilize usajili na kuangalia matawi. Lakini ninaye afisa matawi ambaye ni branch coordinator. Ninaye watu ambao ni wa technical kwa ajili ya kadi. Ninao developers. Ninao watu wa ICT. Ninao watu wa media special kwa ajili ya kusupport idara ya wanachama. Hiyo sasa ndio mafanikio ambayo watu lazima wayapime. Hiyo ndio Yanga. Young Africa, sio Young African Sports Club. Bwana, hiyo ndio Young Africa Sports Club. Priva, nusu dakika tu tuko nyuma ya muda sana. Mimi na wasalimia wananchi tu. Mwakani tena. Mwakani tena nini? Hivi mimi natosha. Mwakani tena wananchi. Bwana, yumkini ya ziada yako mengi sana kuzungumza na wananchi Young Africans, lakini kipekee sana ni kushukuru sana Ibrahim Samuel, tulikuwa pamoja. Na naomba nikukabidhi hiki kikombe. Hichi cha wina Sasa cha wina kinakuwa chepesi kidogo. Naomba Priva unisaidie kubeba cha wina kidogo. Chepesi hichi. Sasa umezingatia umri ama umbile? Kanuni, tumezingatia kanuni. Bwana, yumkini ya ziada yako mengi sana.